Sasa mwaka mmoja baada ya Kenya kutuma takriban maafisa 1000 wa polisi huko Haiti katika utume ama mishoni ya kitaifa ya usalama ya MSS, operesheni hiyo sasa inakumbwa na changamoto kubwa za kifedha, vifaa na uhaba wa watu pamoja na wananchi ama nchi kadhaa za karama ya tume hiyo sasa kususia operesheni hiyo. Sasa tunaangazia taarifa hii na jinsi maafisa huko Haiti wanapata changamoto nyingi. Tazama. Mwaka mmoja baada ya Kenya kutanguliza takriban polisi 1000, utume huo uliahidi kuimarisha vita dhidi ya magenge ya kivita yanayotishia serikali na wananchi wa Haiti. Lakini kwa sasa komanda wa utume huo anasema mambo si shwari. Ukosefu wa rasilimali, watu na vifaa vya kijeshi unatishia kuyumba kwa lengo kuu. Ingawa ilipangwa kuwa na zaidi ya maafisa 2500, leo hii ni walinzi 991 tu waliopo Haiti, wengi wao wakitoka Kenya. Maelfu wengine wamekwama kutokana na matatizo ya kifedha na lojistiki, vifaa vilivyopo vikiripotiwa kuwa chini ya 30% ya mahitaji. I have been briefed on what has happened ever since you stepped in the Haitian soil. Ukosefu wa mipango thabiti na rasilimali unakwamisha utume ulioonwa kama tumaini la mwisho la kuokoa Haiti. Kupungua kwa maafisa wa Kenya kunazua maswali makubwa kuhusu kupungua kwa maafisa wa Kenya wa operesheni nzima. About to embark on a journey. Aidha, pasipoungwa mkono wa kifedha na usimamizi wa kimkakati, utume wa MSS unaweza kuvunjika kabla ya kuwafikia walengwa na kuiacha Haiti katika hali ya hatari. At the National Hospital, which had been overrun by gangs. Patricia Alex, runinga ya K.